Mwanafamilia wa Lumbas Simulizi, tunazidi kusonga mbele katika hii simulizi tamu kabisa ya I Am The System. Bonge moja la simulizi ambalo kuna mtu kwa mara ya kwanza alivyosikiliza akasema, "Oh, Luka, na wasiwasi na usalama wako." I say, this is a story. Wale watu ambao ni mbaga, this is my story, this is my song. Jamani, tunaendelea kufahamu yapi ambayo yatamtokea Kiran. Kiran tayari yupo kwenye mikono ya watu ama ya mtu ambaye anasemekana ni mtekaji, lakini ni mtekaji fulani hivyo wa faida kwa sababu hajataka kumuua Kiran. Rais yupo huko haelewi mtoto wake yupo kwenye mikono ya nani, japo kwa maelezo ya mkurugenzi wa usalama wa taifa amwambia kwamba kwa mazingira ya jinsi mwanao alivyotekwa inaonekana ya kwamba mwanao yupo sehemu salama na mtu aliyemteka hakutaka kumuua. Sasa upande wa huko ambapo tulikuwa tumeona huyu mtu ambaye amemteka alimwambia kwamba miaka miwili nyuma, unakumbuka ni jambo gani kubwa ambalo uliliahidi kwa mtu? Kiran akajibu sikumbuki. Mtekaji akajibu ya kwamba hakuna mtu ambaye ulimwahidi ahadi ya maisha yako. Kiran akajibu, unaongelea nini wewe? Mtekaji akasema kwamba unajua huyu mtu ambaye ulimpa ahadi hiyo ya uongo ndiye ameokoa maisha yako. Unajua hilo? Kiran akasema, nidhani wewe ndio uliyekuja kuniokoa pale. Mtekaji akajibu, ni kweli mimi ndiye nilikuja, lakini halikuwa wazo langu wewe uendelee kuwa hai. Mimi nilipanga kukuua kikatili mpaka hata baba yako asiwe na ujasiri wa kuja kuona mwili wako. Nilitaka aishi maisha ya kuweseka, lakini huyu mtu ambaye wewe ulimfanyia ukatili ndiye amehitaji wewe uwe hai. Ni jambo ambalo limenishangaza, lakini nimemwelewa. Msikilizaji wa mtekaji alizungumza hivyo. Yule mwanaume aligusa kwenye laptop yake, ikatokea picha kubwa ya mwanamke mrembo sana. Aligeuza ile picha kwa Kiran. Ni picha ambayo alitazama kwa sekunde 2 tu, ikamshtua kiasi cha kumfanya ahitaji kukimbia ile sehemu, lakini hakuweza. Huyo mwanamke ni nani? Tusonge mbele msikilizaji. Mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Fabian Babuya, ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Basi bwana, turudi wote msikilizaji miaka 2 nyuma. Hadithi za mapenzi zilikuwa ni za kufikirika mbele ya moyo wa Jennifer, binti mrembo ambaye hakuwahi kushawishika na ulimwengu na wala hayakuwa matamanio yake kuwa sehemu ya ushenzi wa dunia hii. Binti huyu ambaye alikuzwa vyema, alikuwa akiishi mwenyewe, alimaliza masomo yake ya ngazi za juu na kwa wakati huo alikuwa ni mhasibu kwenye moja kati ya mabenki makubwa ya kifedha. Ndipo hadithi yake ya mapenzi ilipoanza kubadilika. Siku moja akiwa anaendelea na kazi zake, ofisi yao ilipokea ugeni mzito. Ugeni ambao uliwafanya mpaka viongozi wakubwa wa benki hiyo kuwepo, na yeye ndiye ambaye aliambiwa angeenda kumshughulikia mgeni maalum ambaye angekuwepo siku hiyo, japo hakumfahamu angekuwa ni nani. Jennifer hakuwa na wasiwasi kabisa, kwa sababu alikuwa ni mjuzi wa kazi yake. Hakuwa na shaka kwenye majukumu, ndio maana hata mabosi walimpatia hiyo nafasi ya kuweza kulishughulikia hilo jambo. Sasa akiwa katikati ya fikra za kuwaza ni nani ambaye angekuja siku hiyo, alipokea simu ambayo ilimtaka ajiandae, kwani mgeni ambaye alikuwa anasubiriwa kwa hamu kubwa alikuwa amefika nyakati hizo. La haula, hakuamini macho yake kwa ambacho alikuwa anakiona mbele yake. Alimuona mwanaume mmoja maridadi, lakini ambaye alikuwa anatoka sehemu kuu ya nchi. Alikuwa ni mtoto pekee wa kiume wa rais, ambaye naye baada ya kumuona binti huyo alibaki ameduaa. Ni kama kuna kitu kilikuwa kinapita kwenye akili yake akiwa haamini. Alikuwa ni mteja, hivyo kwake alikuwa ni mfalme wa kutukuzwa. Alimsogelea kwa tabasamu pana, tabasamu ambalo lilinogesha ule urembo wa sura yake na kumpatia mkono bwana huyo akihitaji aweze kukaribia ili amsikilize. Walisalimiana, lakini ni kama wote walikuwa wameganda kwa pamoja. Wawili hao waliangaliana kwa muda na kutabasamu. Alimuhitaji bwana huyo aweze kueleza shida yake,
ili aweze kumtatulia changamoto hiyo ya kifedha. Zoezi ambalo halikumaliza hata dakika 10 likawa limekamilika, ila ni kama mteja hakutaka kuondoka kwa wakati huo. Alitamani kuendelea kubaki sehemu hiyo, lakini muda haukuwa rafiki kwa upande wake, ikamlazimu aweze kuaga. Nyakati za usiku, Jennifer alikuwa kwake. Alikuwa ni moja ya mabinti ambao kwa umri wake walikuwa wamepiga hatua kubwa kimaisha. Kila binti angeona namna alivyokuwa anaishi, huenda angetamani kuwa na maisha kama yake. Alikuwa anaimba kwa hisia na furaha, kwani maisha yake yalikuwa safi. Sasa akiwa anaendelea na shangwe hilo, alisikia simu yake ikiita. Alisogelea akiwa hana wasiwasi kabisa, lakini alitambua ilikuwa ni namba ngeni. Alitamani kuipotezea, lakini akaamua kuipokea tu. Ukisikia hii sauti yangu na kuomba usinikatie simu. Nina maongezi ya muhimu sana na wewe. Mtu wa upande wa pili alijihami mapema ili asije akakosa nafasi ya kuzungumza na malaika wa kupendeza. Sorry, wewe nani? Kabla ya kunifahamu jina langu, unaweza kwenda na mimi dina kesho? Nadhani ungekuwa mstaarabu zaidi kama ungeanza kujitambulisha. Oh, naitwa Kira ni Tamizogo. Oh, mtoto wa rais? Sipendi kutumia cheo cha baba yangu kujitambulisha, ila ni mimi. Mheshimiwa, kwema? Ndiyo, kwema. Mbona kama hujafurahia mimi kukupigia? No, sio kukufurahia. Ila nimeshangaa tu ulipoitoa namba yangu kwa kuwa sikumbuki kama nilikupatia. Niliongea na bosi wako kumpa sifa za kuwa na mfanyakazi bora kama wewe ambaye unajali wateja. Hivyo nikaomba namba yako ili kama nikiwa na changamoto yote nisiwe nahangaika. Wewe unanisaidia haraka. Ni sawa, lakini itakuwa vyema zaidi kama changamoto zako zitatatuliwa ofisini, mheshimiwa. Yaani unamaanisha nimefanya kosa kuchukua namba yako? Sina maana hiyo. Yaani ni misingi tu ambayo imewekwa kwenye hizi kazi zetu. Sawa, sio mbaya. Mara moja kwenda nje ya sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya jambo zuri kuja, nadhani sio jambo baya. Mheshimiwa, uwe na siku mwema. Vipi, kesho tunaweza tukatoka jioni? Kuna mambo ya kibiashara nataka unishauri kuhusu fedha. Hivyo nitashukuru kama tutaweza kuwa pamoja, ama nitakulia salako limoja tu. Binti alisita kwa muda, lakini hakuona sababu ya kukataa. Kama mabosi zake wangesikia amekataa kumsaidia mtoto wa rais, huenda hata kazi yenyewe angeweza kuikosa. Hivyo akaamua kubali. Sawa mheshimiwa, uwe na siku mwema. Alikata simu yake akiwa anahema kwa nguvu. Hakuwa na imani na mwanamume huyo. Kuwa mtoto wa rais haikuwa sababu ya yeye kuhitaji kuwa karibu naye, kwani sifa za huyo bwana alikuwa nazo. Alijua namna alivyokuwa kijana ambaye alikuwa na sifa mbaya kwenye jamii na mitandao ya kijamii kwa ujumla. Hivyo hakutaka kuwa na mazoea aina yoyote na mtu wa namna hiyo, kwani alikuwa yupo kinyume na aina ya maisha ambayo yeye alikuwa anahitaji kuyaishi. Basi kesho haikuwa mbali. Mida ilikimbia na masali katika, hatimaye ule muda husika ulifika. Walikuwa sehemu bora ambayo haikuwa na kelele. Ni eneo ambalo lilitulia. Hakukuwa na watu wengine zaidi ya wao wawili tu juu ya hoteli. Eneo ambalo liliwapa nafasi ya kuona mawimbi ya maji yakiwa yanapiga na kufanya upepo safi kuwa sehemu ya kulipendezesha eneo hilo ambalo lilizidi kuwapatia burudani. Kikweli naomba unisamehe kwa kukuleta hile eneo. Najua huenda haukutaka kuwa hapa na nimekudanganya pia. Sikutaka kukutana na wewe kwa sababu za kikazi, bali nilihitaji na mimi kupata muda wa kuweza kutuliza akili yangu baada ya muda mrefu. Mheshimiwa, sijakuelewa. Yaani unamaanisha nini? Kwa mtoto wa rais ni raha zaidi kwenye vichwa vya watu wengi, lakini ni tatizo na shida kubwa sana kwa mhusika mwenyewe. Kwa mfano, watu wengi wanakuwa wanahisi wewe ndiye mtoto mwenye raha zaidi ndani ya nchi, jambo ambalo sio kweli. Watu wengi wanahisi wewe ndiye mtu ambaye unaweza ukapata kila kitu, lakini sio kweli, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu wapweke zaidi ndani ya taifa hili. Siwezi kuwa huru kwenda ninapotaka. Siwezi kuwa huru kufanya ninachokitaka mimi. Namba zaidi, hata wale ambao wanakuwa na mimi, wengi wao ni kwa ajili ya kuwa karibu na baba yangu ama kwa sababu ya pesa ambazo ninazo. Hivyo nimekuwa na mazingira magumu sana ya kujua ni nani na nani unaweza kunifaa kwenye maisha yajayo ambayo mimi nitakuwa chini. Kwa hiyo hayo yote mimi mbona kama hayanihusu mwisho? Tafadhali naomba nipe nafasi niweze kumalizia, huenda utaelewa namaanisha nini.
Msikilizaji, wote wawili walitulia. Bwana huyo alikata mvinyo kidogo kisha akaendelea. Unajua ubaya wa kuwa kwenye hii nafasi yangu ni kubebeshwa mizigo ambayo sio yako. Hata wewe nina imani ni sehemu ya hao watu ambao wananichukia mimi na hawaniheshimu. Unajua kwa sababu gani? Mitandao ya kijamii, hasa wale wapinzani wa baba yangu, wanaandika mambo mabaya kuhusu mimi. Wengi wananiita mimi muuaji, mara mbakaji, mara siji natumia nafasi yangu kuweza kudhulumu watu na kuwafanyia ushenzi. Lakini unahisi yote ni kweli? Hapana, sio kweli, si ndio? Mimi nabebeshwa lawama za wanasiasa kwa kuwa ni mtoto wa mwanasiasa. Kwa sasa hata babangu akitenda kosa na mimi nitahusishwa moja kwa moja. Kama kuna wanasiasa wakifanya ushenzi, lazima basi atahusishwa babangu. Hapo nami jina langu lazima liingie. Hivyo naveshwa unyama ambao hata mimi mwenyewe sina. Lakini hebu nikuulize kitu kimoja. Unahisi kwa nini sijawahi kutokea hadharani na kupinga hayo? Inamaanisha ya kwamba nitakuwa namkana babangu. Yaani nitakuwa namkana mbele za watu. Ndio maana nishakubali kuzibeba hizo lawama hata kama najua sina hatia. Samani, yani kwa nini unaniambia yote haya? Sijajua ni kwa nini, ila nimesi tu unatakiwa kujua kuhusu haya. Mimi sina shida na maisha ya mtu. Na sijawahi kuwa sehemu ya watu ambao wanahukumu hivyo. Mimi huwa naishi maisha yangu tu na kufanya yale ambayo yananihusu. Ni kweli. Ila nitamani ujue ya kwamba licha hayo yote ambayo yanaongelewa, mimi ni mtu mwema sana na mtu bora kwa baadhi ya watu ambao watanipa nafasi ya kunijua kiundani zaidi kwenye maisha yao. Nadhani ni jambo zuri kuwa mtu mwema hapa duniani. Kwa hiyo vipi, utakuwa ni mmoja wa marafiki zangu? Jennifer alijikuta na tabasamu na kukubali. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo wawili hao walizidi kuzoeana kwa nyakati hizo za usiku. Hivyo wakajikuta wanakunywa kitu ambacho Jennifer hakuwahi kukifanya kabla kwenye maisha yake. Alishtuka asubuhi akiwa kwenye kitanda kimoja na Kiran. Alijigusa sehemu zake za siri na kugundua kwamba ile bikra ambayo aliitunza kwa maisha yake yote ilikuwa imeshaenda na maji, huku damu zikiwa zimesalia kwenye mashuka. Alijikuta moyo wake unadunda kwa nguvu kubwa, akiwa na hofu ndani yake. Aligeukia upande wa pili ambako Kiran alikuwa amelala, tena usingizi mzito sana. Basi huku akitokwa machozi akaongea kwamba I have failed him. Aliongea huku akiwa anatoka na machozi. Uso wake ulisawajika kwa kufura hasira. Sasa alisema ya kwamba I have failed him, kwamba alimwangusha. Alimwangusha nani? I have failed him. Nani aliyemwangusha? Tunasonga mbele msikilizaji. Sasa Jennifer aliondoka sehemu hiyo kuwahi kwake ili aende kazini. Lakini siku haikuwa bora wala njema kwake. Hivyo alitumia kujuta mpaka baadaye alipoona simu kutoka kwa Kiran. Alitamani kuipokea simu hiyo, lakini moyo ulikataa, kwani alikuwa ameanza kumchukia huyo bwana. Kumchukia kwake ilikuwa ni kwa sababu ya kuharibiwa usichana wake ambao aliutunza kwa miaka na miaka. Alikuwa akipata nafasi analia mwenyewe, huku majuto akiwa yamechukua sura pana ndani ya moyo wake. Lakini wakati ambao alikuwa anajilaumu kwa hilo, Kiran hakukata tamaa. Alijaribu kumuonyesha kwa vitendo Jennifer kwamba yeye alikuwa mwanaume bora. Alikuwa mwanaume ambaye jamii ilimuelewa vibaya, bali alikuwa na upande wa pili ambao kila mtu angetamani kuweza kufahamu. Sasa mazoea alizaliwa kati yao. Jennifer aligeuzwa kuwa malkia mpya wa Tanzania. Kiran alimuonyesha upendo wa pekee mwanamke yule mpaka akaanza kumpenda kwa kasi kubwa. Mapenzi yao yalikuwa ni ya siri, kwani hayakutakiwa kufika kwenye vyombo vya habari, ila alitosha kutoa upweke wa binti huyo ambaye alikuwa mgeni kwenye hiyo dunia. Sasa ule ugeni wake ulimfanya kuwa na shauku kubwa ya maisha yake. Hivyo akajikuta na zama mazima na kumpenda Kiran kwa moyo wake wote, kipindi ambacho dunia ilipaswa kuwa makini zaidi na mapenzi, yeye akajisahau. Dunia ilikuwa yake. Zile nyimbo nzuri zilikuwa ni zake pekee, mpaka ulipokatika mwaka 1.5. Ule mwaka 1.5 ambao uliisha, ndipo dunia ikaanza kupinduka upande wake. Kila dalili za mvua zilianza kujionyesha kwake, ila akazipuuzia.
watu wengine wanaita red flag. Kiran hakuwa yule tena ambaye alikuwa anamuona siku za mwanzo akiwa bora kwake. Bwana huyo alianza kupatikana kwa manati. Napo kama angetaka kulala naye tu, sasa akawa hawezi kuwasiliana naye kila siku kama mwanzo. Hivyo mawazo yakamwambia binti Jennifer kwamba upo nyakati za hatari. Mawazo alimvamia binti Jennifer. Alianza kuwa mpweke. Lile pendo ambalo lilitengenezwa ndani yake, alianza kuhisi ndilo linatumika kumuua litatumika kumuua siku moja. Machozi na hasira vikawa rafiki mkubwa kwake, mpaka siku ambayo alimfuma bwana ule kwenye nyumba yake akiwa na mwanamke mwingine, tena wakiwa uchi. Jennifer alipatwa na hasira kali sana. Akawapiga picha wawili wale bila wao kumuona. Akaondoka zake na kwenda nyumbani kwake, akajifungia na kuanza kulia. Kulia kwake kulimfanya atamani kuyachukua maamuzi magumu ya kuweza kujiua, hali ambayo ilimfanya kuandika barua kwa mtu mmoja kisha akahifadhi kwenye drawer yake. Lakini baadaye alisita kuchukua uamuzi huo, akaamua kumtumia Kiran zile picha ambazo aliwapiga na mwanamke wake wakiwa wanafanya mapenzi, kisha akazima simu yake. Kiran baada ya kuona picha zile alichanganyikiwa. Hazikuwa picha nzuri kwa mtu ambaye angekuwa na hasira kwa wakati ule, kwani angeamua kuzisambaza ili waumie wote, na zile picha zingeenda kumharibia baba yake pakubwa sana kwenye maisha yake ya kisiasa. Hivyo alienda haraka nyumbani kwa Jennifer, lakini hakumpata. Alienda kazini kwake, akaambiwa aliomba likizo ya muda mrefu, hivyo angepotea kwa zaidi ya miezi 6 au mwaka mzima bila kurudi, na hakuaga anaenda wapi, na kwa bahati mbaya zaidi hata namba zake hazikuwa zikipatikana tena. Kiran alipagawa ise. Hakujuta kwa alichokifanya, bali alikuwa anajutia kumkosa binti yule ambaye hakujua alikuwa wapi. Hivyo akasambaza watu wa usalama kila sehemu kwa siri bila baba yake kujua, waweze kumtafuta mwanamke huyo, kwani alikuwa na kazi naye. Na kwa wakati huo hakutaka kumchekea tena. Alitakiwa kumfunza adabu ili siku nyingine aache kushobokea watu kwa sababu ya vyeo vyao, hususani wale watu ambao hawafahamu kiundani. Ulipita mwezi mzima Kiran akiwa anamtafuta Jennifer bila mafanikio. Zile jitihada zake zilianza kuota mbawa, akiamini huenda binti yule alikuwa amehama nchi. Alikuwa na ghadhabu kali sana kuruhusu jambo kama lile kuweza kumtokea, kwani alielewa asingeweza kuishi kwa amani kama mwanamke yule angeendelea kuwa hai. Siku yoyote ambayo angeamua, angekuja kumdhalilisha vibaya sana, na ikawa aibu kwake na kwa baba yake mzazi. Na hilo ndilo ambalo lilikuwa linamaliza nguvu kila alipokuwa analikumbuka. Hivyo hakuwa na imani tena. Sasa akiwa amekata tamaa na kutokuwa na imani ya kuweza kufanikisha jambo hilo, ndipo alipokea simu nzuri. Simu hiyo ilitoka kwenye moja matawi ya benki kubwa ndani ya jiji la Mwanza, wakimtaarifu ya kwamba yule mtu wake ambaye alikuwa anamtafuta kwa muda mrefu alionekana ndani ya benki hiyo. Hakuwa naamini kama ambavyo alikuwa anaambiwa kwamba alikuwa ni ya kweli, hivyo akahitaji aweze kutumiwa picha za mwanamke huyo athibitishe kama kweli alikuwa yeye. Alikuwa ni Jennifer mwenyewe ambaye alidaiwa kufika sehemu hiyo kwa ajili ya kutoa pesa. Kwake ilikuwa ni furaha kubwa Kiran, kwani mipango yake ingerejea kama mwanzo. Hivyo aliagiza hao watu wa benki walitakiwa kumshikilia mwanamke kwa muda mfupi, wakati ambao yeye angewasiliana na watu wake wa huko Mwanza kwa ajili ya kwenda kumchukua pale ili aonane naye ana kwa ana. Jennifer akiwa hana hili wala lile, maskini juu ya nini kilikuwa kinaendelea, alijikuta akizungukwa na watu ambao walijitambulisha kama polisi na kisha wakamkamata aongozane nao. Kiran alishtuka baada ya kupigwa kibao kikali usoni, mpaka akahisi kama kuna nyota zinatembea mbele yake. Alikurupuka na kutolewa kwenye dimbwi zito la fikra ambalo lilimkumbusha maisha yake na ule malaika Jennifer. Ni kweli kwamba ni mwanamke ambaye yeye alimharibia maisha yake kwa ukubwa, na sio kumharibia tu, bali alimuingiza kwenye hatari kubwa ya maisha yake pia. Sasa yule mtekaji, yani yule mwanaume yule, aliongea kwa sauti yenye mamlaka, akasema kwamba bila shaka umemkumbuka. Na mzungumzia nani? Umekumbuka ni binti upi ambaye muda wote hapa nilikuwa namtaja?
Sasa unaweza kuniambia ni kitu gani kimekujia akilini baada ya kulikumbuka jina lake na sura yake? Yule mwanaume aliongea hivyo, sauti ambayo ilikuwa na maamuzi ya kuyabeba maisha ya Kiran kama mtu huyo angetaka iwe hivyo. Sasa Kiran akauliza kwamba kwani wewe ni nani hasa mpaka unajali kuhusu maisha huyo binti ambaye alishakufa? Lile swali lake liliubadilisha uso wa yule bwana. Alionekana kama mpuuzi kuwa kirafiki kwa Kiran. Alisogea mpaka kwenye begi moja ambalo lilipachikwa ukutani. Alivuta kisu kirefu kidogo na kurudi nacho. Kiran alikuwa anauma meno akijua bwana yule alikuwa anaenda kumtisha na kile kisu. Haikuwa hivyo. Bali kilizama kwenye paja lake. Akabaki anapiga kelele akiwa amedua, asiamini kama bwana yule kweli alimtendea lile jambo kwa kuzamisha kisu kwenye paja lake. Yeye alijua anatishiwa tu. Mwamba akasema ya kwamba kwa sababu nimekuambia musika ametaka wewe uishi, haina maana ya kwamba wewe unaweza kuwa salama kwenye mkono wangu. Umesikia? Huyo binti ambaye unamzungumzia yupo hai na bado anaishi. Kiran akajibu ya kwamba hilo jambo haliwezekani kwa sababu nilimuua mwenyewe. Yule mwamba kwa hasira akasema yupo hai. Yule bwana aliongea kwa nguvu akitishia kuzamisha kisu kwenye jicho la Kiran, lakini akakivutia kwa nyuma. Alionekana kuwa na hasira kali mno ndani yake. Akiwa anashangaa kusikia binti yule bado alikuwa hai, na hapo ndipo akili yake Kiran ikamrudisha nyuma tena kuweza kukumbuka hali ilivyokuwa mwanzo. Ni kwamba baada ya Jennifer kukamatwa na wale watu, hakupelekwa kituo cha polisi kama ambavyo wale watu walikuwa wamejieleza kwamba wao walikuwa ni askari polisi, bali alifungwa uso na kwenda kupelekwa sehemu ambayo hakuwa anaijua. Alikaa kule kwa masaa takriban 2 bila taarifa yoyote, na ndipo baadaye alifunguliwa uso akiwa amefungwa kwenye kitanda. Mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni Kiran. Asa Jennifer alipata hasira na kutaka kutoka kwenye kile kitanda aweze kumrukia, lakini hakuweza kufanya hivyo. Jennifer alishetu kusema kwamba shetani akaambiwa, wewe unaweza kupiga makelele utakavyo, lakini hakuna mtu wa kukusaidia hapa. Wewe ni moja kati ya wale wanawake ambao hawana hatia lakini ni wajinga, kwa sababu ulikubali kuingia kwenye mtego wangu wa kukudanganya na ukaniamini kweli nilipokuambia yale ambayo yanaongelewa juu yangu ni uongo na ni watu wanatengeneza tu. Hivi mimi nikuulize kitu binti. Hivi uliamini ni kweli kwamba kuna kitu kinaweza kutengenezwa hapa duniani bila kuwepo ama kwa hii kutokea? Hujawahi kusikia watu wanasema kwamba lisemalo lipo? Babangu ana nguvu kubwa sana kwenye taifa hili. Na wewe ukaamini kweli eti unaweza kutengenezwa uvumi juu yangu alafu nikawa naonewa? Ulikuwa ni mpumbavu sana. Yaani ulikuwa ni mpumbavu mkubwa kuamini hilo jambo Jennifer. Kwa msomi kama wewe ulitakiwa kuwa makini zaidi ya pale. Yule bwana aliongea kwa kejeli akiwa anacheka na kutabasamu. Jennifer alifanywa kuwa mjinga kwa sababu ya kuamini watu ambao hakuwa anawafahamu. Hakuwa na uwezo wa kuongea tena muda ule, bali kutoa machozi tu ambayo hayakuwa na ukomo. Dunia ilikuwa inamnyoosha kwa namna ngumu ambayo hakuwahi kuifikiria kwenye maisha yake. Bwana yule alimwambia kwamba ni mabinti wengi ambao wapo kama wewe wanaamini mpaka sasa dunia ipo kwa ajili yao. Haina maana wanaume bora na wema hawapo, ila wapo wachache na mshenzi kama mimi haukupaswa kuniamini na kunikabidhi mwili wako kirahisi tu kama wanavyofanya malaya wengi ambao wanajiuza. Lakini naweza nikasema ya kwamba nani aliamini kama na wewe ungekuwa mwepesi vile? Uliona fahari kulala na mtoto wa rais wako, si ndio? Ukajiona bonge moja la mwanamke kuwa na bahati ya kuolewa na mtoto wa rais. Hivyo nesi mimi nimekutana na kulala na wanawake kama wewe wangapi mpaka kufikia hapa? Hivyo unajua mimi namiliki malaya wangapi kwenye maisha yangu mpaka leo hii ambao nawaita muda wote ambao nataka mimi. Hata kama wakiwa na ume zao wanatoroka ili kuja kulala na mimi. Yaani hata kama alikuwa anafanya jambo la mipinduko na mume wake, atasingizia kisingizio chochote na atatoka atakuja kuonana na mimi. Jennifer, sinaongea na wewe. Bwana yule alikaza sauti baada ya kuona binti yule amekuwa mnyonge tu, hana cha kuongea zaidi ya kulia. Sasa nisikilize. Haya ndio matokeo ya wote ambao huwa wanashoboka na mimi. Ukweli ni kwamba nilikuwa nataka nikuache tu, ila kwa jambo ambalo umelifanya umeniachia chaguo moja tu.
la kuweza kukuua. Mimi sitakuwa na imani na wewe kama utaendelea kuishi, hasa baada ya kuwa na zile picha ambazo mpaka sasa sijajua umeziweka wapi na wapi. Hivyo hata nikisema ufute hapa, unaweza kubaki nazo na zingine zikaa sehemu nyingine, na mwisho siku ukaja kuzitumia kunishambulia mimi, nikaingia sehemu mbaya zaidi. Sehemu mbaya zaidi hata ya hii ya leo. Hivyo kwa ajili ya usalama wetu wote unatakiwa kufa Jennifer. No, tafadhali. No, mbosini wewe. Mimi nimeamua kuishi maisha yangu tu mengine mbali na wewe. Hivyo hata siku moja hautakuja kuniona tena kwenye maisha yako. Na siku kadhaa tu zijazo na ama nchi kabisa. Naomba niachie na maisha yangu, sini wewe. Msikilizaji, Jennifer alikuwa na uchungu mkubwa moyoni mwake, lakini uhai kwa wakati ule ulikuwa ni muhimu zaidi hata ya ule mwili wake ambao ulichezewa kama mpira na yule bwana. Kwamba unasema ni siku. Hata mimi mwenyewe natamani ningeendelea kukuona na sura yako nzuri hiyo. Ila kwa nafasi yangu natakiwa kuangalia kwanza maslahi yangu kabla ya kuendeshwa na kichwa cha huku chini ambacho ninaamini ndicho huwa anguko la wanaume wengi hapa duniani ambao wanashindwa kutimiza ndoto zao. Unajua kwenye maisha wengine kwamba kwenye maisha mengine ukifanikiwa kuishi, hakikisha unakuwa makini kwenye kuchagua mwanaume wa kukufanya uwe mkewe. Basi Kiran alimsogelea Jennifer na kumbusu mdomoni, kisha akaitoa bastola yake. No! Sauti ilishia njiani kutoka kwa yule malaika baada ya mlio wa risasi kusikika. Risasi ilipita kwenye shingo yake. Baada ya sekunde kadhaa akatulia. Kiran, baada ya kuhakikisha amemaliza kazi yake, alitoa amri ya kwamba mrembo huyo akatupwe pembezoni mwa barabara nyakati za usiku ili asubuhi watu waweze kuokota mwili wake. Jasho lilikuwa likimtiririka Kiran. Zile kumbukumbu zilikoma huku mwili wake ukiwa kwenye maumivu makali na kutisha. Kwa imani yake alimuua mwenyewe yule mwanamke, hivyo hakuwa anaamini kama kweli alikuwa hai. Zile kumbukumbu zilimuonyesha kama Jennifer alikufa, maana alimuua yeye mwenyewe kwa kutumia silaha. Sasa kuambiwa kwamba alikuwa hai ni kama zilikuwa simulizi za kufikirika. Kiran akasema kwamba lakini nilimpiga risasi mimi mwenyewe, tena risasi la kwenye koromeo. Kiran akaambiwa kwamba na hiyo ndo sababu ambayo inakufanya wewe uishi mpaka muda huu, vinginevyo ungekuwa marehemu kwa muda mrefu. Kiran akauliza kwamba sijakuelewa. Akaambiwa kwamba yule ni mdogo wangu wa damu Kiran. Msikilizaji, dunia ilimyumbisha kidogo na kumrejesha tena, ndipo akili yake ikarudi kuwa kama mwanzo. Ni bado kama alikuwa kwenye fikra ambazo hazikuwa za kweli. Kwa muda ambao alikuwa na Jennifer, hakuwahi kujua kama ana ndugu, ila muda huo alikuwa anatambua sababu ya yeye kutekwa na bwana huyo. Alikuwa ni kaka wa damu wa malaika yule ambaye yeye ndiye alimuumiza na kusababisha maumivu makali ndani ya mwili wake. Alibaki anasema kwamba hili limwezi. Akaambiwa, wewe tulia, nina muda mrefu sana tangu niondoke Tanzania na sikuwa nataka kurudi, ila nimefanya hivyo kwa sababu yako wewe hapo. Yule ndiye mtu pekee ambaye mimi ninaye kwenye haya maisha yangu. Yule ndiye pekee ambaye ninampenda kuliko mtu yote hapa duniani. Nipo tayari hata kuliteketeza taifa hili lote kwa ajili yake. Alafu mpumbavu mmoja tu kama wewe unakuja kumfanyia haya dada yangu ambaye moyo wangu wote upo kwake. Bwana mdogo, hii dunia ina mazingira mabaya sana ukiingia kwenye njia za watu kama mimi, umesikia? Sikuwa najali kuhusu baba yako, kuhusu wewe ni nani au nini kinaendelea ndani ya hili taifa zaidi ya maisha mdogo wangu. Nimejaribu kuwa kaka bora kwake, nimekuwa baba bora kwake, na siku zote nimempa kila kitu ambacho anataka. Ndio maana uliona ni mwasibu tu, lakini anaishi maisha ambayo anapaswa kuishi mtu tajiri. Sasa wewe kwa sababu unaendeshwa na kichwa cha chini, hata hukujisumbua kuwaza hayo kama mshahara hautoshi binti kama yule kuishi yale maisha, ukafanya tu ule ushenzi ambao umekuwa unaofanya kwenye maisha yako, ukiamini baba yako anaweza kukulinda kila unapofanya ujinga, si ndio? Alafu ukuishia tu kumuumiza mdogo wangu, bali uliamua kumpatia ukilema ambao hatuna uhakika kama atakuja kupona tena kwenye maisha yake ambayo yamesalia hapa duniani. Lengo lako lilikuwa ni kumuua. Mwisho wa siku umeenda kuharibu koo lake, na mpaka sasa madaktari wamesema apumzike kwanza kwa sababu hawana uhakika kama atakuja kuongea tena kwenye maisha yake. Yote haya yanamtokea mdogo wangu kwa sababu ya ujinga wako na ujivuni wako. Alafu sasa hivi hata haujali
unaendelea tu na maisha ni kama kawaida, kana kwamba yani hakuna jambo ambalo limefanyika kwake. Kwa hili kosa binafsi sitakuja kukusamehe kwenye maisha yangu yote, na nina imani kuna siku nitakuja kukuua kikatili kuliko hata watu ambao huwa wanakufa kwenye tamthilia zote ambazo umezitazama kwenye maisha yako. Sasa unataka kujua sababu ya yeye kuhitaji wewe hai licha ya ushenzi ambao umemfanyia? Msikilizaji, lile swali ndilo lilimkurupua kwenye hofu. Alikuwa ameloa mwili wake wote kwa jasho, huku sasa akiwa anatetemeka mpaka mdomo wake ulikuwa unatikisika tu, kwa sababu alikuwa anaishi maisha ambayo alishia kuhadithiwa ama kuyaona kwenye runinga na kwenye vitabu vya kuandikwa kutoka pande mbalimbali za dunia. Basi baada ya kuulizwa kwamba je, unataka kujua sababu ya yeye kuhitaji wewe uwe hai licha ya ushenzi ambao umeufanya, Kiran akajibu ndio. Alijibu kama mtu ambaye alikuwa anaaga na wakati huo sasa angeenda kuzikwa. Kiran akajibiwa kwamba kwa sababu Jennifer ni mjamzito na yule mtoto ni wako, hakutaka mtoto akue bila baba, lakini hakutaka baadaye mtoto akije kuzaliwa na kukua aje kujua yeye ndiye alikuwa sababu ya baba yake mzazi kufa. Angalia baadhi ya watu walivyokuwa na huruma na mioyo ya kipekee kwenye dunia. Yaani mtu ambaye umemfanyia ushenzi wote huo na ndiye ambaye anakuambia wewe uendelee kuwa hai. Bila yeye mpango wangu ilikuwa ni kutesi kwa wiki nzima, kisha ni kukatekate kwa kutenganisha viungo vya mwili wako. Alafu sasa nimpelekee baba yako mzazi mimi mwenyewe. Na simpelekee nyumbani, nampelekee Ikulu. Lakini siwezi kwa sababu mtu pekee ambaye mimi namjali kwenye hii dunia hajataka nifanye hivyo. Ni yeye ambaye alililia kwa uchungu sana akikuomba uweze kumwacha hai, lakini haukujali. Ailia kwa uchungu sana alivyokuomba umwache. Ni yeye ambaye aliomba hata kwenda nje na taifa hili, lakini haukujali. Kwa kuwa uliona wewe unaweza kufanya lolote tu na bado sheria ikakulinda, si ndio? Sheria ambayo ipo chini ya baba yako mzazi, ambaye kwa sasa hajali tena kuhusu katiba ya taifa hili. Ndio ambayo ulihisi italinda maisha yako, si ndio? Jambo ambalo haukuwahi kuwa sahihi. Sasa leo hii mtu ambaye amealinda maisha yako sio mlinzi wako, wala katiba ambayo inakanyagwa na baba yako, bali dada yangu ambaye ana mimba miezi 6 sasa. Sijali kama unajisikia aje kwa sasa kuhusu hii taarifa, lakini jambo ambalo kwa sasa unatakiwa kulifanya ni moja tu. Kwa sababu wewe ndiye sababu kubwa dada yangu kuishia kuwa kwenye hali kama hii kwa sasa. Kwa kuwa ni wewe ambaye umeharibu kila kitu kwenye maisha yake, basi wewe ndiye ambaye utautumia umri wako wote ambao utakuwa hai hapa duniani kuweza kurejesha ulioharibu. Umebeba furaha yake, imani na wanadamu, hata kumfanya kuwa sehemu ya watu ambao huenda hawatatoa sauti zao tena hapa duniani. Hivyo unatumia maisha yako yote kumfanya awe na furaha tena, ajihisi imani ya kuendelea kuwa hai, lakini unaenda kuwa baba bora, na hiyo ndio njia pekee ya wewe kuendelea kuwa hai. Unanitazama? Wewe unaona wewe ndio hujanielewa maana yangu ni ipi, kwa sababu una kichwa kizito. Nisikize kwa makini. Maana yangu ni kwamba kama wewe ndiye ulikuwa unahitaji mdogo wangu afe, basi leo hii naenda kuukabidhi wewe ndiye uwe mlinzi wake. Wewe ndiye utahakikisha anakuwa salama kwa masaa 24, na wewe ndiye unatakiwa kuhakikisha anarudi kwenye hali yake ya mwanzo, kwani ni wewe mwenyewe ambaye umeharibu hilo. Utaenda kuwa mwema kwake kwa maisha yako yote ambayo yamebakia. Hivyo namaanisha unatakiwa kumooa na kuishi naye mpaka mmoja wenu atakapokuja kufa kwa mipango ya Mungu. Kama mambo akija kwenda tofauti na hapo, nadhani unaelewa nitatumia masaa kadhaa tu kuweza kukupata. Msikilizaji, vuta picha, wewe ndio Kiran. And of course lile halikuwa ombi, bali ilikuwa ni amri. Kama yeye ndiye aliharibu kila kitu, maana yake kwa maisha yake ambayo yalikuwa yamebaki hapa duniani, alitakiwa kuyatumia kurejesha kila ambacho alikiharibu kwa Jennifer. Ikiwa na maana kurejesha na furaha ya Jennifer pia. Ilikuwa ni jambo gumu, anaambiwa. Hakujua aanze na la mtoto au la kumwoa mrembo yule. Kiran akasema kwamba mimi nipo tayari kufanya yote, lakini akaambiwa wewe, kuhusu baba yako mimi naenda kukutana naye siku ya kesho. Hivyo nitaingia naye makubaliano, na sidhani kama unapaswa kuendelea kumwazia sana yeye, maana baada ya kesho kuna uwezekano siku yote akatoka kwenye nafasi yake. Kiran akauliza kwamba unamaanisha nini kusema hivyo?
Kiran akaambiwa kwamba kwa hili ambalo umemfanyia mdogo wangu, hivi unaamini ningeacha mambo yaishe kirahisi tu? Babako anatakiwa kujiuzulu kwenye ile nafasi, kisha baada ya hapo ndipo nitajua analipaje kwa hii hasara ambayo ameisababisha kwangu. Kiran alianza kujitetea akasema, tafadhali babangu. Akaambiwa, wewe tulia, kama ukija kutoa huo ulimi tena kupinga ambacho mimi nakiongea, niamini mimi utakuwa bubu, alafu uone unaenda kuishi vipi na huyo mkeo ambaye unaenda kumwoa. Msikilizaji, tamaa za muda mfupi zilikuwa zinaenda na maisha yake bwana Kiran. Aisee, hakuwa na jambo lingine ambalo angeweza kuliongea kwa wakati ule bali kulia tu. Alilia kama mtoto mdogo, lakini yule bwana hakujali zaidi ya kuitoa simu ya Kiran na kumwonyeshea kwenye sura yake ikafunguka. Aliingia upande wa namba akakutana na namba ya baba yake Kiran ambao ulipigwa na ghafla tu ikapokelewa. Halo mheshimiwa. Ni nani wewe ambaye unaongelea kwenye simu ya mwanangu? Sasa nisikilize mheshimiwa. Kesho na mazungumzo ya siri na wewe. Nahitaji uje mwenyewe tu bila mlinzi wala mtu yote kujua kama nakutana na wewe. Wewe mpumbavu. Hivyo unajua unaongea na? Tunza hiyo sauti yako mheshimiwa, kwa sababu utahitaji baadaye. Niamini mimi, sipo kama hao wa Tanzania ambao umezoea kuwaulia hata ndugu zao na bado hawajali. Nipo na mwanao wa pekee kwenye mkono wangu. Hivyo usalama wake unategemeana na maamuzi yako. Kwani naweza kuamua kumuua hapa muda huu na hakuna kitu tuweza kunifanya. Sasa nitaamini vipi kama nitakuwa salama? Mimi sipo hapa kukuaminisha, bali nahitaji kukuambia mambo ya kufanya. Utanikuta kwenye daraja la mauaji saa 5:35 usiku. Nadhani siku ya kesho jioni unatakiwa kuzuia matumizi ya daraja hilo. Kama ukichelewa hata dakika moja tu, nitakuelekeza wapi pa kwenda kuokota mwili wa mwanao. Basi msikilizaji, ile simu ilikatwa na kuvunjwa. Kisha Kiran akaambiwa kwamba hii sehemu ina ulinzi wa kimtandao, hivyo usiwe na imani kwamba kuna miujiza itatokea wakaweza kuihaki hii simu kujua upo wapi muda huu. Nitakurudia baada ya kuongea na baba yako hiyo kesho, hivyo nina imani utakuwa na muda mrefu wa kutosha kuweza kuanza na kufanya maamuzi juu ya nini unatakiwa kufanya na kipi ni sahihi kwa ajili ya maisha yako baadaye kama bado unahitaji kuendelea kuishi. Gari ilisimamishwa kwa mbali kidogo, taa zake zikiwa zimewaka na kufanya eneo hilo la daraja la mauaji kuwa na mwanga wa kutosha, lakini zilizimwa sekunde kadhaa tu. Kisha ndani ya ile gari akashuka mwanaume mmoja ambaye alikuwa ndani ya suti safi. Alianza kutembea taratibu kuelekea sehemu ambayo alimuona bwana mmoja akiwa amempatia mgongo, anaangalia sehemu ambayo ilikuwa na maji. Rais akasema kwamba ni watu kadhaa hapa nchini ambao wana roho ngumu kama yako kuweza kumteka mtoto wa rais na kumpigia rais simu tena kwa vitisho kama vyako. Inahitaji mtu ambaye ana ujasiri wa kuzaliwa nao, akiwa anatambua ni jambo gani linafuata baada hapo. Msikilizaji, rais alikuwa amesimama umbali wa hatua 10 akiwa anamuongelesha huyo bwana ambaye alikuwa anatazama majini. Mheshimiwa, miaka 5 iliyopita ulitumia ile daraja kuua watu ambao sina uhakika kuna hata mmoja alikuwa na hatia, sina uhakika. Uliwaua tu kwa kuwa hawakuwa tayari kukuunga mkono, na baadhi yao walikuwa wanajua ule ushenzi ambao ulikuwa unaofanya dunia isiweze kujua. Watu wale walikuwa wanaandamana kwa amani kudai haki zao za msingi kwa kutokuhitaji uwe rais baada ya kuwa kiongozi kwa miaka ya huko nyuma, lakini haukujali ukweli wao, bali ulikuwa unazingatia maslahi yako tu. Na ulipoona kwamba uwepo wao ni hatari kwako, ukaamua kuwaua kwenye hili daraja kwa ajali ambayo ulitengeneza mwenyewe. Alafu haukuishia hapo tu, bali ukatuma watu wako kuwapiga risasi wale wote ambao walifanikiwa kuishi, kisha mili yao ukaipoteza kwa kuogopa taarifa hizo zingeenda kukuharibia jina. Hivyo ukafuta ushahidi wote. Hayo maisha ambayo uliyachagua mwanzo ndio maisha ambayo umekuja kumrithisha mtoto wako. Kuna wakati narudi nyuma na kutokuhitaji kumlaumu sana, kwa sababu kama ungekuwa makini kumlea yule kijana, mpaka sasa angekuwa ni mwanaume bora. Ila kwa bahati mbaya umempandikiza roho yako mbaya, na kila ambalo anafanya uwezi hata kumkemea. Hivyo anaamini na kuhisi upo sahihi. Unajua sababu gani nimehitaji tukutania hapa bwana Tamizogo? Msikilizaji, maelezo mafupi alimkumbusha maisha ya nyuma,
Ndipo akauliza swali ya kwamba ni wewe ambaye umechagua hili eneo, hivyo sababu unazo wewe. Ya, ni kweli sababu nazo mimi. Nitaka kukukumbusha ya kwamba kila jambo ambalo unalifanya sasa, dunia huwa haisahau. Bali kuna muda watu wakiona hakuna umuhimu wa kufanya jambo hilo, wanakuwa kama wamelipuuzia tu mpaka siku wakiwa na uhitaji wa kulitumia jambo hilo, ndipo mambo ambayo yalipotea kuanza kuibuka. Mimi sikuwa na mpango na maisha yako mpaka pale ambapo mwanao aliamua kuingia moja kwa moja kwenye maisha yangu. Na nahitaji ukumbuke vizuri, ulivyolitumia hili eneo kuulia watu, ndivyo mimi mwenyewe naweza kulitumia kumuulia mwanao. Ila mwisho wa siku, mwamuzi wa mwisho ni wewe. Wewe unaongelea kuhusu nini wewe? Nina uhakika ulijui hili, ila mwanao alihitaji kumuua mdogo wangu wa damu na wa pekee. Huyo mdogo wako anaitwa nani huyo? Jennifer ndio jina lake. Katika wanawake ambao mimi nimewahi kusikia akiwa nao kwenye mapenzi, huyo sio mmoja wao. Mheshimiwa Rais, umekuwa mtu mwenye tamaa kubwa kwenye maisha yako, mtu ambaye unaongozwa na pesa tu. Hivyo kuwa unatamani kuona mwanao akioa kwenye familia nyingine ya marais ama wafanyabiashara wakubwa kwa ajili ya malengo yako ya baadaye. Ndio maana hukuweza kumfahamu mdogo wangu ambaye hana jina kubwa na hata hajulikani hata mitandao ya kijamii hayupo. Sasa kama ni hivyo, hayo ni mambo yao bwana. Japo mimi siwezi kuruhusu akaoa mwanamke wa namna hiyo, lakini mimi nausika vipi hapo sasa? Mheshimiwa, hivi umenisikia vizuri nilichokwambia? Mimi ndiye nakushangaa wewe, kwa sababu umesema kwamba alitaka kumuua, jambo ambalo linaonesha hakumuua mpaka sasa, yupo hai. Cha kushangaza ni wewe kuvamia na kuua walinzi wote na kuondoka na mwanangu kwa sababu tu alitishia kuua. Mheshimiwa Rais, nisikize kwa makini. Alimchezea mdogo wangu kisha baadaye akampatia mimba na kumpiga risasi ya koromeo ambayo imemlaza kitandani kwa miezi 6 na mimba yake tumboni. Alafu wewe unakuja kuniambia upuuzi gani hapa bwana Tami eh? Uenda amekosea tu, ila angalia kauli zako bwana, unaongea na rais wa nchi hapa. Mimi ni mtu wa mwisho ambaye utahitaji kuingia naye kwenye hii vita bwana Tami. Alafu nataka nikukumbushe tu kwamba mimi sijaje hapa kuingia makubaliano na wewe bwana Tami, bali nimekuja kukwambia vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Kabla kukwambia hayo, nataka nikukumbushe, sio mimi ambaye nilihusika na yale mauaji, kwa sababu pale kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anataka kumuua mwanao kwa gharama kubwa sana. Hivyo kama ningechelewa japo kidogo tu, maana yake mwanao angekuwa ameshakufa. Kwa hiyo kwa nini wewe upo hapa? Jambo la kwanza, mwanao kamharibia mdogo wangu maisha yake. Furaha yake imeharibika na huenda akamfanya kuwa bubu milele mpaka anakufa, japo najua ataongea tu hivi karibuni. Hivyo ni yeye ambaye anatakiwa kumwoa na kuishi naye mpaka siku anakufa. Bwana, sijakuelewa. Yaani umesema? Mheshimiwa Rais, naamini umenisikia na kunielewa vizuri. Kijana, hilo jambo lifute bwana kwenye akili yako. Nimeona mabinti wengi sana wakitumia hiyo nafasi kwa sababu Kira ni mtoto wa rais. Unahisi mimi naweza kukubali tu mwanangu kuoa mtu kama huyo? Mheshimiwa Rais, mimi nimeshamaliza. Jambo la pili, unatakiwa kujiuzulu kutoka kwenye hiyo nafasi yako. What? Hautakiwi kuwa rais wa Tanzania tena kwa sasa. Unatakiwa uachie watu ambao wana uwezo wa kuongoza, waongoze nchi. Wewe ni mtu ambaye hata kuongoza watu 100 tu kwa usahihi hauwezi. Hivyo unatakiwa ukae pembeni. Msikilizaji, Tami Zogo aligeuka pande zote kwa hakiki kama bwana yule alikuwa anaongea na yeye au alimuelewa vibaya, labda kuna rais mwingine ndo anaambiwa jiuzuru. Kwa kijana wa umri wako umejitahidi sana kufikiria yote, ila unajua yale ambayo yatatokea. Tami, nisikilize, kwa sababu hata naona kukuita kwa jina lako la heshima ni kama kujivunjia mimi heshima. Kuja kutamba hapa haina msaada wote kwako, umesikia? Maisha ya mwanao yanategemeana na maamuzi yako sasa hivi, sawa? Na hata yako pia, kwani naweza kukuua muda huu alafu nikaenda kumuua na mwanao. Nani atakusaidia bwana Tami Zogo? Mimi nimekuja kwa amani kabisa. Kwani unaenda kuwa mkwe wangu. Ila hii hali sitaweza kuivumilia zaidi hapa. Kwa hiyo unataka ufanye nini sasa? Mimi sitaki ufanye jambo lolote. Nahitaji tu hayo yafanyike. Nataka nikukumbushe pia kwamba mtoto wako nimemchoma sindano ya sumu ambayo chanjo yake ninao mimi mwenyewe.
hivyo atakuwa anatakiwa kuipata kila baada ya miezi 3. Nje na hapo atakufa. Kwa hiyo kabla ya kurupuka, fikiria kwa makini. Tamizogo akiwa na kisasi moyoni alimeza mate akasema ya kwamba wataoana kama unavyotaka, ila kuhusu kujiondoa kwenye hii nafasi yangu ni jambo ambalo haliwezekani kwa sasa. Sawa mheshimiwa, basi umetangaza vita ya lazima na mimi. Acha watoto waoane, kisha baada ya hapo mimi na wewe tutakaa kwenye meza moja kubwa tu kuweza kujua mwafaka wa hili jambo la pili ambalo nimekueleza. Mwanao atakuwa amerudi baada ya saa 1 na kesho tu uanze hiyo mipango ya harusi ya hao wawili, kwa sababu ni muhimu kwa ajili ya maisha ya mwanao na mkweo. Siku nikija kusikia tu upuuzi wowote ule, nitamuua mwanao kwanza, kisha nitakuja kukutafuta wewe. Msikilizaji, rais alitamani kuendeleza mazungumzo, ila bwana yule aliondoka muda ule ule baada ya kuhakikisha ujumbe wake ulikuwa umefika mahali sahihi ambapo yeye alikuwa anapataka. Rais alibaki ameduaa akimwangalia bwana yule akiwa na hisia zake mahali ambako hakuwa anakujua. Msikilizaji, nikurudishe miaka kadhaa nyuma ndani ya Deep State, the government within the government. Gari moja ilikuwa kwenye mwendo mkali. Ilionyesha kama aliyekuwa anaendesha ile gari hakuwa kwenye hali yake ya kawaida. Mwendo ulikuwa unazidi kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele. Mhusika alionekana kutoka nje ya mji. Nyuma ya ile gari zilionekana gari zingine 3 ambazo zilikuwa zinamwendea kwa nguvu kubwa. Alikuwa anakimbizwa na zile gari ambazo huenda zilikuwa na lengo la kuweza kuhatarisha maisha yake. Kuna mwanaume mmoja alitokeza juu ya gari moja ambayo ilikuwa karibu kiasi na gari ile ambayo ilikuwa inakimbizwa. Akaanza kushambulia kwa risasi, hali ambayo ilimfanya mtu ambaye alikuwa ndani ile gari kuanza kuyumbayumba barabara zima ili awe salama. Kuyumba kwake kulisababisha tatizo. Kwenye ile barabara kwa mbele ilikuwa inakuja gari kubwa ya mizigo ambayo ilianza kupiga honi kwa nguvu kumpatia taarifa kuhusu kuyumba kwake, lakini bwana yule hakuonekana kuelewa vizuri jambo lile, kwani alikuwa anazidi kuongeza mwendo mpaka alipoikaribia gari ile kubwa akiwa sasa ameilenga. Ndipo akashika briefcase nyeusi na kurukia kwenye pori ambalo lilikuwa pembezoni mwa ile barabara. Dereva wa ile gari kubwa alijitahidi kuikwepa ile gari, lakini hakuweza, kwani ilikuwa karibu na kwenye mwendo mkali, hivyo akajikuta tu anaivaa na kuirushia mbali, huku moto mkubwa ukilipuka ile sehemu. Ile gari ambayo iligongwa ilizunguka na kwenda kudondokea kwenye moja ya gari zile za nyuma ambayo nayo ililipuka. Hivyo zikabaki 2 ambazo zilisimama na wanaume wakashuka mle wakiwa na mavazi meusi wote. Walisogea kwenye moto pale, lakini ndani ya ile gari hakukuwa na mtu. Aliyekuwa anaangalia alitoa amri, akasema kwamba huyu ameruka, hayupo ndani, mtafuteni haraka. Basi alitoa amri na kuwataka mabwana wale kwenda kumtafuta mtu wao. Naye alitaka kuondoka, ila alisita baada ya kusikia sauti ya mtu akiwa anaomba msaada. Alikuwa ni dereva wa ile gari kubwa akiwa analilia msaada ili gari isije kulipuka akiwa ndani. Yule bwana alisogea mpaka pale ambapo alikuwa amebanwa na usukani. Alimwangalia na kuona jinsi alivyokuwa anatia huruma kuhitaji msaada. Alitoa bastola kwa kasi na kumpiga risasi 3 kichwani mpaka alipotulia, ndipo naye akaondoka kuelekea kule porini ambako yule bwana alikuwa amekimbilia. Yule bwana hakuwa anatazama nyuma. Alikuwa anakimbia na ile begi kwa kasi mno kuelekea mahali ambako angekuwa salama, japo hakuwa na uhakika na jambo hilo. Kila hatua ambazo alikuwa anapiga, alikuwa anahisi kama watu wa nyuma yake walikuwa wanazidi kumkaribia zaidi, hali ambayo ilimfanya sasa kulirushia begi kwenye nyika moja na kwenda hatua 10 mbele, akajibanza kwenye mti na kutoa visu viwili. Wanaume wale walikuwa wanakuja kwa kasi ile sehemu, lakini ghafla tu mtu wao alipotea kwenye mazingira ya ajabu. Hivyo wakaanza kuhaa kuzunguka ile sehemu kumtafuta, kwani walikuwa na uhakika hakuwa mbali na mazingira ambayo walikuwepo. Asa kijana mmoja ambaye alionekana kuwa mdogo kwa umri alikuwa anatembea haraka haraka bila tahadhari. Alizungukia kwenye ule mti mkubwa ambapo alirudi nyuma akiwa sasa ameishika shingo yake baada ya kutobolewa vibaya. Yule bwana aliibuka na kutembea kwa nguvu mpaka kwenye mti mwingine ambapo alidunda na kurusha kisu kimoja kikaenda kutoboa kifua cha bwana mmoja, huku yeye mwenyewe akiwa anakuja. Alivuta kile kisu na kugeuka navyo vyote nyuma yake, ambapo
alienda kuvikita kwa bwana mmoja ambaye alikuwa ni mfupi tu. Sasa jamaa alishtuka kwa maumivu makali baada ya kisu kuzama kwenye mbavu zake, ambapo alijivuta mbele kwa nguvu na kugeuka na mguu wake ambao ulitua kwenye shingo ule bwana ambaye alimchoma na kile kisu. Alidaka ile shingo na kwenda kumbamiza ule bwana kwenye mti mpaka akapasuka. Sasa alirudi kwa hasira akiwa anatembea kwa kudunda na mabuti yake. Alilenga kumtwisha bwana ule mmoja na kisu kwenye koromelo, ila sasa kabla hajafika pale alirudishwa juu kwa mguu hatari ambao ulitoa kwenye paja lake. Sasa alienda kudondokea mbali ambapo alisimama kwa kuchomeka visu vyake chini, akajigeuza kwa sarakasi akiwa ameshika savile visu vyake. Mbele yake alikuwa yule bwana ambaye alimuua dereva kwenye ile gari kubwa kule barabarani. Sasa yule bwana ambaye alimuua dereva akauliza kwamba ile begi ambayo ulikuwa nayo umeweka wapi? Huyu jamaa akajibu ya kwamba acha kuwa kama mtoto wa kike, wanaume tunaongea kwa vitendo, sio hizo tenzi. Yule bwana alitabasamu na kukunja mikono yake kwa hasira. Yaani ilikuwa inaitikia kama mtu anavunja ukuni mkavu. Yule bwana aliyekuwa anakimbizwa alienda kwa nguvu na vile visu vyake, akakatakata hewa nini. Alizunguka na mguu kakita kwenye paji la uso wa yule bwana ambaye aliituma ngumi ikatua kwenye kifua cha ule mvamiwaji mpaka akamwaga damu. Alikohoa akiwa anarudi nyuma mpaka pale aliposhtuka mguu na kuja usoni. Aliukwepa akapigwa mtama na wa nguvu sana, kisha ngumi mbili zilisindikizwa kwa pamoja na kwenda kuharibu mbavu zake. Wakati sasa anatua karibu na mti, alikutana na mguu wa kwenye tumbo, akaenda kujigongesha kwenye mti mkubwa akiwa sasa anamwaga damu mpaka kwenye masikio yake. Aliangalia ile eneo la nyika kama begi lilikuwa salama, lakini wakati anafanya yale yule bwana alimuona, hivyo akageuka kuangalia kule, ndipo akamtuma mtu mmoja kwenda kuangalia. Ndani ya sekunde 10 tu yule bwana alibuka na ile begi. Yule mwanaume ambaye alikuwa chini kwenye hali mbaya alitamani kunyanyuka pale kwenda kuliwahi lile begi, lakini hakuwa na ule uwezo tena. Hali yake ilikuwa mbaya. Yule mwanaume alimsogelea na kushusha mguu wake eneo la shingo, ambapo alizungusha mguu wake na kumnyonga moja kwa moja akapoteza maisha. Kisha yule bwana akasema ya kwamba hawa ambao wamekufa pamoja na huyu kijana wachomwe na asidi, isibaki hata mifupa, na ile ajali pale ifutwe, pasiwepo chochote, ili watu wakiamka asubuhi wasijue kama kuna kitu kilitokea. Mimi naenda kukutana na bosi kumkabidhi ile begi ili anipe maamuzi ya mwisho ya nini kinatokea kufanyika. Yule bwana alitoa maelekezo ambayo yalieleweka kwa kila mmoja, na baada ya kuhakikisha maelezo yake yamesikika vyema, aliondoka ile sehemu na kuwaacha vijana wale wakiwa wanamalizia ile kazi ambayo alikuwa amewapatia. Sasa yule bwana ambaye alionekana akiwa anafanya mauaji kule porini, alionekana ndani ya jumba moja kubwa la kifahari. Ni jumba ambalo lilikuwa moja ya nyumba 10 bora ndani ya nchi ya Tanzania, na miliki wake alikuwa ni bonge moja ya tajiri ambaye alifahamika kwa jina la Bwana Stannis Madiga. Siku hiyo ndani ya hilo jumba bwana, kulikuwa na watu watatu ambao walikuwa wameketi kwa hofu wakiwa wanangoja begi iweze kuletwa. Ni begi ambayo ilionekana kusubiriwa kwa hamu kubwa na watu hao kwa nyakati hizo, kiasi kwamba waliona kama haifiki haraka ndani ya eneo hilo. Kurejea kwa ule mwanaume kulionyesha tabasamu kwa wote ambao walianza kucheka cheka baada ya ule bwana ambaye alikuwa ameshika ile begi kuwapatia ishara ya ushindi. Sasa Bwana Stannis alitamba akasema ya kwamba niliwaambia kuweni na imani na mimi bwana, mimi ili nitalimaliza ile jambo, mkawa na wasiwasi. Haya, huyu ni kijana wangu ambaye namwamini kama sehemu ya mkono wangu wa kushoto, hivyo naelewa kwamba hawezi kuniangusha. Bwana Stannis alitamba kwa majivuno wakati akiwa anaenda kuipokea begi kwa kijana wake na kumpiga mgongoni kwa furaha kubwa ambayo alikuwa nayo. Sasa mle ndani walikuwa wameketi matajiri wakubwa wawili na mwanasiasa mmoja ambaye kwa wakati huo alikuwa ni waziri mkuu wa Tanzania. Alifungua ile begi na kukutana na bahasha moja tu ambayo ilikuwa na majina mawili tu ndani yake. Kwa sauti yenye kujiamini ambayo iliona ushindi mbele yake, alisema ya kwamba kuna majina mawili na jina moja halipo hapa, hivyo hawa ndio ambao watatupatia hilo jina la tatu ambalo bila shaka ni la kiongozi mkuu wa Deep State. Basi baada ya kuongeva akajibiwa kwamba ila najaribu kuwaza jambo moja hapa, iliwezekanaje hili taifa likawa na serikali ya siri kwa muda wote huu na sisi hapa hatujui?
Basi baada ya kuuliza hivyo, yule jamaa anayeitwa Stanis akajibu ya kwamba hilo swali tunalo wote. Sijajua bajeti yake ilikuwa inagaiwa vipi kutoka serikalini, ila bila shaka ambaye alikuwa ameanzisha hiki kitu alikuwa hana imani na wanasiasa wa sasa, ndio maana kukawa na usiri mkubwa juu ya jambo hili. Ila hili sio muhimu bwana kwa sasa. Jambo la muhimu ni kuweza kuwapata hawa watu wetu, na baada ya hapo sasa tutapata majibu sahihi juu ya nini kinatokea kufanyika baada ya hapa. Basi bwana Stanis akaulizwa na mpango gani? Stanis akajibu kwamba nafikiria kwamba deep state kwa sasa itakuwa chini yetu. Stanis akaulizwa kwamba nadhani mpango ulikuwa ni kuifuta kabisa isiwepo Tanzania. Stanis akajibu hapana waziri mkuu, jambo ambalo tumetumia miaka kuweza kupata uhakika tu wa uwepo wake na kuanza kulifanyia kazi alitakiwa kumalizwa kirahisi namna hii bwana. Itakuwa hasara kubwa. Kumbuka hii ni taasisi ambayo ni nzito na inaweza kuwa na faida kubwa kwetu. Kwa sasa badala ya kuweza kuitumia kama malengo ilivyokuwa na kuanzishwa kwake, tunatakiwa kuweza kuitumia kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Hii ndio itatulinda. Tutaitumia kuweza kufanyia mambo yetu ya siri, tutatumia kumpata yeyote kwa muda wote, lakini sisi hatutakuwa tunaonekana, bali tutakuwa kama vivuli tu. Hata siku mambo yakija kuwa hadharani, hakuna ambaye atakuwa na ushahidi wa nini sisi tulifanya, kwa deep state itakuwa kama kivuli tu cha kutulinda. Watu wanaweza kuja kuhisi kwamba sisi ni deep state, ila bado hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuja kuweza kuthibitisha hilo, ikiwa na maana ya kwamba ikitokea kila mtu mambo akaja kuharibika miaka ya huko mbeleni, sisi tutakuwa na kinga. Kinga yetu kubwa ni kwamba watu watatuchafua kwa jamii na kwa dunia, lakini hakuna ambaye atajali, maana hakutakuwa na ushahidi wa moja kwa moja wa sisi kuhusika na haya mambo. Hivyo tutakuwa salama, tofauti na kama tutaamua tu kuifuta. Maana yake baadaye kama mambo yakienda vibaya, basi hatutakuwa na kinga, maana yake watu wanaweza kuwa na ushahidi wa kila ambacho tumekifanya kwa wakati huu. Alizungumza hivyo msikilizaji, bwana Stanis Madiga. Sasa baada ya maelezo marefu kutoka kwa Stanis Madiga, Stanis akauliza kwamba unahisi unaweza ukafika wakati sisi tukafikia hatua kama hiyo? Stanis akajibu kwamba usikatie tamaa hii dunia kwa jambo lolote, kwani mambo huwa yanabadilika kwa siku moja tu. Kuna watu ambao wamechoka na huu utawala wetu wa muda mrefu kuishikilia serikali. Watu wanatamani kuona watu wengine wakishika madaraka ili wajue kama wanaweza kwenda na kasi kubwa zaidi yetu. Hivyo najua atakuja kutokea siku moja tu, ila mimi sitaki atokee. Sitaki atokee nikiwa hai, na kama bado nitakuwa naishi natakiwa niwe salama kwenye nyakati hizo. Tumewapora hawa watu, tumewaumiza, tumewadhulumu na kuwabambikizia makosa ambayo wengi hawakuyafanya. Watanzania sio wajinga, sio kwamba haya yote ambayo yanafanyika hawayaoni. Wanayaona, bali kwa sasa kila mtu anahofia usalama wake. Ndio maana hamuwaoni wakiwa wanasema kuhusu haya, ila kuna siku mambo yataharibika. Yaani kuna siku mambo yanaweza kubadilika. Hawatakuwa wale tena ambao tumezoea kuwaonea, kwa sababu kama kuna siku hawa watu watakuja kuamka na kuwa wamoja, niamini mimi, hata kama jeshi litakuwa upande wetu, hatutaweza kuwazuia. Hofu yangu kubwa ni kwamba hawa watu kwa sasa hawana silaha. Kuna siku wanaweza kuja kuwa na silaha majumbani mwao. Unahisi nini kitatokea? Kila mtu humu ndani hataweza kupona kutoka kwenye hiyo hali, na ndio maana tunatakiwa kufanya maamuzi magumu sana. Msikilizaji, bwana Stanis alionekana kuwa ni mtu wa mikakati ya muda mrefu zaidi. Hakuwa mtu ambaye alikuwa anaamini kwenye kufanya makosa mengi, kwa kuwa alitambua makosa mengi zaidi yangeweza kuharibia mapema. Waziri mkuu alimuuliza Stanis ya kwamba kwa hiyo kwa sasa unapendekeza nini kifanyike ili kuweza kuzuia hayo kutokea? Aliuliza waziri mkuu. Sasa mfanyabiashara mmoja hakuwa anaongea, yeye alikuwa anasikiliza kwa umakini mambo yale yalivyokuwa yanapangwa pale ndani. Sasa Stanis akasema kwamba kwa sasa tunatakiwa kuwaua hawa viongozi watatu wa deep state. Kama wakifa, hata wale vijana wao ambao wapo hawatakuwa na nguvu yaani hawatakuwa na nguvu na hawatakuja kuonekana tena. Lakini mbali na hili, tunatakiwa kuanza kuua. Tunatakiwa kuanza kuteka na kuwapoteza wale wote ambao wanaonekana kuwa hatari zaidi kwa upande wetu. Hili taifa tunatakiwa kutengeneza hofu kubwa kwa mtu yeyote ambaye ataonekana anasogelea maslahi yetu. Lakini wale ambao watakuwa hatari zaidi,
wanatakiwa kufa mapema. Kwa hiyo tunapaswa kutengeneza timu ya propaganda ambayo itakuwa inatusafisha kwenye mitandao, itakuwa inatusafisha kwenye jamii na hata huko duniani, wakitupamba hata pale ambapo tutakuwa tunafanya mambo ya hovyo. Stannis akauliza kwamba na hiyo timu tunaipataje? Stannis akajibu ya kwamba ondoa shaka kuhusu hilo. Maskini ni mwaminifu kwa tumbo lake tu. Hivyo vipesa kidogo kidogo tu vitafanya tuwanunua wapumbavu wengi sana. Japo nao kuna muda huwa wakijua mengi watatakiwa kufa pia, bila kujalisha kama wanatusifia au la. Kwa hiyo hayo ndio maamuzi yangu ya mwisho, na rais unatakiwa kumpatia hayo maelekezo, kwani huu muda tunapaswa kuutumia kuwekeza zaidi nje, na pesa nyingi za kwenye bajeti za serikali zinapaswa kufichwa kwenye mabenki makubwa huko duniani, ili ikija kutokea siku serikali ikatuponyoka mikononi mwetu, kila mtu atakufa na 50 zake na atakuwa salama. Basi wajumbe kwa pamoja huku wakinyanyuka walijibu ya kwamba tumekuelewa boss. Ilionekana ni ajabu hata waziri mkuu kumuita raia wa kawaida boss. Walionekana kumwogopa Stannis Madega. Sasa upande wa Masaki, moja ya maeneo ambayo hawakuwa wakiishi watu wa kuhesabu pesa kwa mkono, ilihitaji watu wenye ukwasi wa kutosha kuweza kumudu kuwepo kwenye mazingira ya namna hiyo. Kwenye nyumba namba 17 ilikuwepo familia yenye furaha kubwa. Ni familia ambayo ilikuwa na mazingira mazuri ya kuishi, na wahusika hawakuwa kwenye majuto ya kuwa sehemu ya familia hiyo. Walikuwa wanapata chakula cha pamoja mezani mpaka pale waliposikia milio ya risasi nje getini. Kwa mara ya kwanza watu hao walihisi wamesikia vibaya. Sasa ikalazimu baba mwenye nyumba kutoka ili kuona ni kipi kilikuwa kinaendelea. Ndipo akakumbuka ya kwamba mtoto wake mdogo alikuwa ametoka nje. Hivyo wakati wa kurudi ndani alikuwa ameongozana na watu ambao walikuwa wameishika shingo yake kwa bastola. Mzee mwenye nyumba pressure ilipanda na kumuongezea hofu kubwa ndani yake, hasa baada ya kuona hali ambayo hakuwa anaielewa, na msafara wa watu hao ulikuwa ukiongozwa na Stannis, tajiri mkubwa. Alikuwa analijua jina la bwana huyo na ushenzi ambao alikuwa nao. Haikuwa mara ya kwanza kuonana, ila ilikuwa mara ya kwanza kuonana kwenye mazingira kama hayo. Basi Stannis alisema ya kwamba Michael, mimi na wewe tunajua kwa nini nipo hapa. Kwa hiyo unaweza kuchagua hili zoezi lifanyike kwa njia ngumu ama kwa njia rahisi. Inategemea na wewe mwenyewe sasa utachagua njia gani. Baada ya Stannis kuongea hivyo, Michael akajibu ya kwamba unaongelea kuhusu nini? Stannis akasema kwamba yule kijana ambaye alikuwa na begi lenye majina yenu nimemuua. Hivyo unaweza ukaelewa kwamba najua wewe ni deep state. Familia ipo mezani pale. Ni ustaarabu zaidi ukifanya jambo kwa ajili ya kuwalinda badala ya kuhitaji niweue mbele yako Michael. Basi baada ya Stannis kuongea vile, mzee yule alianza kumeza mate kwa shida. Alifumwa sehemu mbaya, huku familia yake ikiwa sehemu ya yale makubaliano. Hakuwa na namna zaidi ya kuongozana na bwana huyo nyuma ya nyumba ile kwa ajili ya mazungumzo. Basi bwana huyu anayefahamika kwa jina la Michael akauliza kwamba ni jambo gani ambalo unataka kujua kutoka kwangu. Stannis akasema kwamba ni kila kitu. Michael akauliza kwamba una maana gani kusema kila kitu? Stannis akajibu ya kwamba ni swali rahisi hilo ambalo hauhitaji kuliwazia hata mara mbili. Michael akasema kwamba wewe unajiona ni nani kwenye hili taifa Stannis? Michael, nimewashikilia wanasiasa wakubwa wote kwenye mkono wangu. Mimi huwa natoa mabilioni ya fedha kwenye kampeni zao ili waweze kunitumikia wakiingia kwenye ile nyumba nyeupe. Aflo unaniuliza kwamba mimi ni nani kwenye taifa hili? Baada ya Stannis kuongea hivyo, Michael akasema kwamba unaamini pesa ndo zitakulinda kwenye maisha yako yote? Michael, naongea pumba tu. Mimi sina uhakika kwa kusema maisha yangu yote, lakini sasa hivi na nguvu hata ya kuwaweka watu ndani ya ikulu kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo tunaweza kubaliana tu ya kwamba pesa inanipa nguvu. Labda kama kuna mambo mengine yanaweza kutokea siku za hapo mbeleni, ila kwa sasa mimi ndiye mtu mkubwa zaidi kwenye hili taifa. Na wananchi hata wajui, maana jina langu hata kutokea kwenye mitandao ya kijamii ni mara chache sana. Maana napendelea kufanyia mambo yangu gizani zaidi, kwani kuna amani ya kutosha. Sasa baada ya Stannis kueleza yote hayo, Michael ikabidi aseme ya kwamba lengo lilikuwa ni kukuondoa wewe na wenzako. Stannis akauliza kuniondoa kivipi yani? Michael akasema kukuua Stannis. Stannis akasema ya kwamba ni kwa sasa ameanza kuua raia wenzenu.
Michael akasema kama umefanikiwa kuelewa sababu ya kuwepo kwa deep state, basi unaelewa hata kuua tunaruhusiwa inapokuwa inalazimu. Stannis akasema kwa hiyo mmeishia wapi na mpango wenu? Michael akajibu, unaishi maisha ya kujificha, kuhusika kwenye rushwa, utakatishaji fedha na uhujumu uchumi. Ndio maana imetuchukua muda mrefu kufanya maamuzi, kwani hatukutaka kurupuka kuua mtu ambaye hana hatia, na hiyo ndio sababu imekuweka hai mpaka hii leo. Stannis akauliza kwamba kwa maana hiyo tunaweza kukubaliana ya kwamba mimi ni moja ya watu wenye bahati zaidi ndani ya taifa hili kwa sababu kwa sasa nyie ndio ambao mnaenda kufa na ndio deep state inaenda kuwa chini yangu. Michael akasema unahisi unaweza kufanya jambo kama hilo? Deep state sio jina tu au taasisi, bali ni itikadi ambayo inaishi kwenye mioyo ya watu kadhaa wa siri. Unaweza ukahisi umeua kila mtu, lakini baada ya muda wataibuka watu wengine ambao wataishi tena. Hivyo sina imani kama hilo itakusaidia. Stannis akajibu, angalau nitakuwa salama kwa muda huu kama nikiwaua, na ambayo atakuja kutokea huko baadaye mimi nadhani tutakuwa na namna nyingine tu ya kuweza kudili nayo. Michael akasema sawa, lakini hakuna hata uhakika kama wewe ni mzao wa taifa hili. Ajabu unajiona kama wewe ndiye mwanzilishi na unaweza kufanya lolote. Watu washenzi kama wewe huwa mnakuwa na mwisho mbaya sana, na najuta kwa nini hata hatukuua mapema. Baada ya Michael kuongea, Stannis akasema kwamba hilo ni kosa ambalo unatakiwa kwenda nalo kaburini ukijua ulilifanya. Sio kila mtu ni rafiki yako, ila kila mtu anaweza kuwa adui yako. Hatutabiriki wanadamu, hivyo ukipata nafasi ya kufanya jambo fulani, jitahidi usifanye makosa mengi, kwani muda hauwezi kujirudia kuweza kukupa nafasi nyingine kufanya yale ambayo ulishindwa kuyafanya ukiwa na nafasi hiyo. Nataka kujua kiongozi wenu ni nani? Stannis aliuliza swali hilo. Of course ni swali gumu ambalo hakuweza kulijibu kwa wakati ule. Walikuwa ni watu wa siri, na kuanza kuwataja wenzake maana yake angekuwa anaharibu kazi. Ukimya wa muda uliashiria kwamba hakuwa tayari kuweza kujibu. Asa Stannis alitoa ishara kwa mtu wake ambaye alikuwa karibu na mlango, ambaye aliingia ndani moja kwa moja. Ukasikika mlio wa risasi na sauti ya kelele ikihitaji msaada. Stannis akasema kwamba huyo ni mkeo, amepigwa risasi ya kifua, lakini anaweza kupona kwa sababu bado unao nafasi. Ukimya wako utafanya familia yako nzima iweze kufa, huku wewe ukiwa sababu. Una uhakika upo tayari kumlinda mtu mwingine, huku jambo hilo likisababisha familia yako mwenyewe kuweza kuuawa ukiwa unatazama kwa macho yako? Maana kwa uzoefu wangu wa maisha hakuna baba anayeweza kufanya jambo la kipuzi kama hilo. Stannis aliongea hivyo. Michael alikuwa amezubaa tu. Alikuwa anatetemeka huku akiwa amegubikwa na hasira kali sana ndani ya moyo wake. Hakuwa na namna zaidi ya kuropoka jina la mtu ambaye alikuwa kiongozi wa siri wa Deep State. Sasa baada ya Michael kumtaja, yani kutaja hilo jina, Stannis akasema kwamba maisha yangekuwa mepesi kama kila mtu angekuwa kama wewe Michael. Haina haja ya kusumbuana kwa muda mrefu kuweza kumaliza jambo dogo kama hili. Lakini nasikitika kusema familia yako wameniona sura yangu, hivyo kuacha hai na maana na hatarisha jina langu kwa baadaye. Na hao watoto mara nyingi huwa wanakuwa akiwa na visasi kwenye mioyo yao. Hivyo mimi binafsi sipo tayari kuhusika na jambo hili la kuyatoa sadaka maisha yangu kizembe namna hii. Basi Michael akasema, unamaanisha nini? Tafadhali naomba ya chefa. Alipigwa risasi 6 kwenye kifua chake, kisha Stannis alitoa ishara kwa mlinzi wake ambaye aliingia ndani na kuteketeza familia nzima iliyokuwa chini ya ulinzi. Sasa mabwana wale walimfuata mtu wa pili usiku huo huo na kuua familia yake yote. Lakini walipofika kwa ule ambaye alidaiwa kuwa ndiye kiongozi mkuu wa Deep State, walimkuta anaswali nje ya nyumba yake karibu na bwawa la kuogelea. Na hata Stannis alipoingia, mzee ule mtu mzima hakushtuka, bali alitabasamu akiwa anaukunja mkeka wake ambao aliutumia kuswalia pale. Basi Stannis akasema kwamba unaonekana kama ulikuwa unaningoja mzee Twalibu. Mzee Twalibu akajibu kwamba ndio, nilikuwa najua hilo litatokea, ndio maana sikuwa na hofu na hili jambo, kwa sababu hata hivi nimechoka kuishia maisha ya kujificha kama panya. Stannis akasema kwamba ulijuaje nikikupata? Bwana Twalibu ama mzee Twalibu akajibu kwamba nilipata taarifa ya yule bwana mdogo hakufikisha ile begi mahali ambako ilitakiwa kufika, hivyo nikajua tu lazima amepatwa na matatizo, ikiwa ni pamoja na kuuawa. Kwa hiyo kupata kwake na matatizo ilimaanisha yale majina mawili yamepatikana,
na kwa uzoefu wangu lazima tu zingetumika familia kuweza kuwatisha watu wale wanitaje. Hivyo nilitambua tu wasingekuwa na namna zaidi ya kunitaja, na baada ya hapo ungekuja kumaliza kazi yako, jambo ambalo wote tunajua ndilo limekuleta hapa. Stannis akauliza kwamba ni kweli, ila nataka kujua kama umefanya nini baada ya kujua nitakuja hapa. Yaani umefanya jambo gani baada ya kujua nitakuja hapa? Bwana Twalib akajibu ya kwamba ilikuwa ni kuilinda familia yangu tu. Kwa sasa ni muda mrefu umepita, nina imani watakuwa wamefika kwenye nchi ambayo hakuna hata mmoja atakuja kujua kuhusu uwepo wao. Hivyo mimi nitakuwa nikiwa na amani ya kwamba familia yangu ipo salama. Kuhusu mimi sina tatizo na kufa bana, maana ni muda mrefu tu nilikuwa naisubiri hii nafasi. Stannis akuuliza kwamba kwa nini unakata tamaa kirahisi namna hiyo mzee wangu? Ulikuwa na nafasi ya kukimbia pia ukawa salama, sasa kwa nini nakufanya hivyo? Mimi ni kiongozi bwana. Kiongozi unatakiwa kuongoza kwa vitendo, sio maneno. Kuna watu ambao watakuja kuipata hii hadithi ya haya yote ambayo yanatokea sasa, na kama watakuja kutambua kwamba nilikimbia, maana yake nitakuwa ni kiongozi wa hovyo zaidi kuwahi kuishi kwenye hii dunia. Ila kama wakijua nilibaki nikakutana na wewe ndipo nikafa, maana yake itakuja kupandikiza mbegu ya visasi na uzalendo mkubwa ndani yao, na watu kama wewe mtakuja kutafutwa na kufanywa kitu kibaya sana. Baada ya mzee Twalib kuongea hivyo, Stannis alisema ya kwamba mzee, mimi sio mtu ambaye naishi kwa vitisho vya namna hiyo. Kwa sasa naweza kuyasamea maisha yako nawe ukaenda kuungana na familia yako. Nataka kujua majina ya vijana wako wote wa siri ambao umewasambaza kila kona ya nchi hii, au kama kuna kiongozi mwingine wa siri, maana najua taasisi yenu hii inaweza kuwa na viongozi wengine ambao huenda hata wapo juu ya kimamlaka. Hivyo ndivyo huo unawaandaa kila watu ambao unataka jambo kutoka kwao. Mzee, hebu naomba basi kuwa mtu mwelewa. Nitamdanganya mzee kama hili nifaidike na nini sasa? Kwenye maisha nifaidike na nini yani nikimdanganya mtu? Ndio maana hukutakiwa kuanzisha hayo mazungumzo tena na mimi Stannis. Basi mzee yule alishika kanzu yake na kuizungusha kwa nguvu na kuifuta bastola, ambapo walinzi wa Stannis walimpiga risasi nyingi kwenye mwili wake, kwani walitambua alikuwa anaenda kumuua bosi wao. Stannis jambo lile lilimkera sana, mpaka akachukua bastola na kuua wale walinzi wake wawili ambao walifanya ule ujinga, kwa sababu huenda mzee yule angemtajia majina ya hao watu wa siri ambao ulikuwa ni mtihani mpya kwake, kwani aliamini kuna siku yale mambo yangekuja tu kurudi siku moja. Stannis alifanikiwa kuua mizizi ya Deep State kama alivyojiaminisha yeye, na kuanzia siku ile ikawa chini yake kwa kuwatumia wanasiasa na viongozi wengine wakubwa wakiwemo wa kidini kuweza kufanya yale ambayo aliona yanampendeza yeye, huku akitambua ya kwamba huenda kuna siku moja hao watu wangekuja kurudi, na kama ingetokea karudi walitakiwa kumkuta yeye na watu wake wamejipanga kisawasawa. Sasa msikilizaji, turejee katika miaka ya sasa bwana. Kutekwa kwa mtoto wake kisha kurudishwa kwake, kupewa taarifa kuhusu mtoto wake kuwa na sumu ndani ya mwili wake, sumu ambayo ilikuwa inamhitaji kuchomwa sindano kila baada ya miezi mitatu ili aweze kuwa hai. Sio tu kwamba vilimtia hasira Rais Tamizogo, bali alijihisi kudharauliwa. Hata siku moja hakuwahi kuamini kuwa ndani ya taifa lake kuna watu wanaweza kumchukulia kawaida namna hiyo. Aliamini yeye ndiye mtu ambaye alipaswa kuogopwa na kila mtu. Alijiona kuwa sehemu bora na kuu zaidi ndani ya taifa lake. Hivyo lile jambo lilimtia ghadhabu kwa ukubwa, licha mtoto wake kuweza kuachiwa huru. Ulikuwa ni usiku wa manane, lakini hakuona kama angeweza kupata usingizi. Hivyo alienda kukutana na mtu ambaye aliona kuwa muhimu kwa wakati huo, ambaye ni Stannis Madiga. Wawili hao walikuwa na historia ndefu ya pamoja mpaka kufikia hapo ambapo wote walikuwepo. Hivyo walikuwa karibu zaidi kwa mambo mengi. Kumbuka msikilizaji, tumetoka kuona historia ya Stannis Madiga, na hivi sasa wanakutana na huyu mwamba ambaye ni rais wa Tanzania aitwaye Tamizogo. Na Tamizogo sasa ukute ameamua kukutana na Stannis Madiga kumwelezea situation anayopitia. Basi Stannis akasema ya kwamba sikutaka kuuliza lolote ambalo lilitokea baada ya kuona wewe mwenyewe haukuwa tayari kuweza kuniambia, lakini ilinisikitisha kuona watu wanajiamini mpaka kufikia hatua kumteka mtoto wa rais.
Bwana Tami Zogo akasema kwamba ningekuja kukuambia hii habari ningeharibu kila kitu, na sikuwa kwenye utimamu wangu wa akili, hivyo nilitaka kuhakikisha kila kitu kipo sawa na nina uhakika wa kila maamuzi ambayo nilikuwa nayachukua kwa wakati ule. Stannis akasema kwamba sasa kwa nini upo hapa? Rais Tami Zogo akasema kwamba Kiran yupo Ikulu sasa hivi. Stannis akasema kwamba nadhani sasa lilitakiwa kuwa jambo jema hilo kwako. Tami Zogo akasema sio kweli Stannis. Kama jambo hili lilikuwa jema, usingeniona hapa kwako muda huu. Stannis akasema kwa hiyo upo tayari kuniambia nini kinaendelea ama? Rais Tami Zogo akasema ndio. Nahitaji huyu kijana afe. Stannis akauliza ni ukiona maana ipi sasa? Mheshimiwa Rais Tami Zogo akasema huyu ambaye alimteka mtoto wangu. Stannis akauliza unamfahamu? Rais akajibu nimekutana naye. Stannis akasema samani, yani umesema kukutana naye? Rais akajibu ndio. Akauliza wapi? Rais akajibu daraja la mauaji. Mr. Tami, yani ndo huyu umesema alimteka mwanao na kuua wale walinzi? Bwana. Yeye, ila sio yeye ambaye aliua wale walinzi na ule mfanyabiashara. Tami, hebu nieleweshe Tami. Yaani unaongelea nini hapa ambacho mimi sikijui? Stannis, kuna mtu mwingine ambaye alienda pale kumuua Kiran. Lakini kutokea kwa kijana huyu mwingine ndio sababu Kiran yupo hai mpaka sasa. Na ndiyo huyu ambaye unasema alimteka mwanao ambaye alimsaidia? Ndio. Kivipi yani? Stannis, kumteka kwake ni kwamba yeye hakwenda pale ili kuyaokoa maisha yake, bali alikuwa anamhitaji akiwa hai. Ila ni bahati tu aliwahi kabla ule mtu hajamuua. Kwa hiyo huyu ambaye alienda kumuua unamfahamu? Hapana. Na huyu ambaye alimteka alikuwa anataka nini? Ndio sababu nipo hapa bwana Stannis. Kuna binti ambaye Kiran alikuwa naye kwenye mahusiano kwa siri. Alimfanya ule binti akampenda, na mwisho wa siku ule binti akaja kumkuta akiwa na mwanamke mwingine. Akawapiga picha wakiwa wanafanya mapenzi. Kisha baadaye akamtumia Kiran na kupotea. Sasa kupotea kwake nafikiri ndiko kulimpatia hofu. Akaanza kumtafuta kwa kuogopa angezisambaza hizo picha, na baadaye akafanikiwa kumpata ambapo alimpiga risasi akijua akamuua. Kumbe binti bado alikuwa hai. Sasa jambo ambalo Kiran hakujua ni kwamba yule binti alikuwa na kaka yake ambaye hakuwa anaishi Tanzania. Na baada ya kupata taarifa za mdogo wake, akaja moja kwa moja kujua ukweli ulivyo. Ndipo akamtafuta Kiran aweze kumuua, lakini sasa mdogo wake alimkataza kwa sababu hakutaka kuwa sababu ya Kiran kufa. Kwani wakati anampiga risasi, binti huyo alikuwa tayari ni mjamzito na mpaka sasa ana mimba miezi 6. Sasa bwana huyo alifanya maamuzi ya kwamba kama Kiran ndiye aliharibu maisha ya mdogo wake ambaye huenda asije kuongea tena kwenye maisha yake, basi ni yeye ambaye atatakiwa kuyatengeneza maisha yake hayo mpaka siku anakufa. Bwana Tami, yani una maana gani kusema hivyo? Stannis, huyo bwana ameamua kwamba Kiran anatakiwa kumwoa mdogo wake. Unatania ama? Hiyo ndio sababu ambayo imemfanya yeye mwenyewe akamteka, na ndio sharti ambalo amenipatia hilo. Na natakiwa mpaka asubuhi niwe nimefanya maamuzi. Sasa bwana Tami, mbona story yako kama haijakamilika? Yaani mtu kamteka mwanao Kiran na ukafanya upumbavu wa kwenda kukutana naye ukiwa mwenyewe, alafu anakupangia kwamba mwanao anatakiwa kumwoa mdogo wake, na wewe unakubali kirahisi tu hivyo Yaani rais wa Tanzania unaendeshwa na hisia za kijana wa mtaani hivi? Tami, umechanganyikiwa ama? Nisikilize bwana, nisikilize Stannis. Amemdunga sindano ya sumu mwanangu, sindano ambayo inadaiwa kuwa na virusi ndani yake, na dawa nayo yeye tu. Hivyo atakuwa anamchoma sindano kila baada ya miezi 3 ili aweze kuishi, na kama ni kigoma maana yake Kiran atakufa. Vipi kama ungekuwa wewe, ungefanya maamuzi gani? Kuringa kwa sababu ni rais ili mwanao afe, au ukubali ili mwanao awe hai wakati unatafuta nini cha kufanya? Kwa hiyo huyu mtu ni nani? Kwa maelezo ya Kiran ambaye mimi sikutaka hata kuongea naye sana kwa sasa, huyu bwana ni mwanasheria. Mwanasheria? Yaani mwanasheria ndiye anaweza kuteka mtu? Mimi sina majibu yake juu ya hilo swali. Kwa hiyo bwana Tami, hebu nipe taarifa zake basi, mimi nitashughulika. Yaani wewe nipate tu taarifa zake vizuri, afu mimi nitashughulika naye. Stannis,
Hili ndilo jambo ambalo sitaki lifanyike Stannis, na ni moja ya sababu juu ya kwa nini mimi sikutaka kukupatia taarifa hizi Stannis. Kwa nini nilitambua nikikupatia taarifa hizi mapema unaweza kuanza kukurupuka kama hivyo unavyokurupuka, na kisha unaweza kuyaweka maisha ya mwanangu hatarini. Sasa bwana Tami, unajua kama uwepo wa watu kama hawa unahatarisha usalama wetu sisi wote ambao tunakuzunguka. Unaelewa hilo? Stannis, nadhani ni muhimu zaidi kila mtu akatambua nafasi yake kati yetu sisi Stannis. Wewe hapo una nafasi yako na iheshimu, ila ifike wakati unatakiwa kubali kwamba mimi ndiye rais wa Tanzania na sio wewe. Kwa hiyo mimi sipendi kila kitu ambacho mimi nakifanya wewe kuanza kunipangia kwamba natakiwa kufanya nini na nini bwana. Stannis, mimi sidhani kama huu utakuwa muda mwafaka wa mimi na wewe kuingia kwenye vita bwana. Natambua uliniweka hapa, ndio natambua hilo, ila haina maana ya kwamba eti mimi nakuwa mtumwa wako bwana. Unajua bwana Tami, wewe mimi niseme tu angalia mdomo wako bwana Tami. Kumbuka mpaka sasa nimeua marais wawili wa taifa hili ambao waliwahi kuwa kikwazo kwangu. Hivyo usihisi wewe unaweza kuwa mtu special ambaye utakwepa hili kama nikiamua liweze kutokea. Bwana Stannis, mimi nalitambua hilo. Nalitambua hilo sana bwana Stannis. Ndio maana nipo makini kwenye hatua zangu, kwa sababu najua kuna siku mimi na wewe tunaweza kuja kugeukana. Na kukumbusha tu unatakiwa kuelewa vizuri, mimi sio hawa ambao uliwaua. Na inabidi kwenye akili yako ukumbuke kwamba rais wa hili taifa ni mimi, sio wewe. Hivyo asubuhi naenda kutangaza uwepo wa harusi ya mtoto wa rais ndani ya wiki hii. Mimi ninatamani zaidi huu kijana afe kwa kuwa kanidhalilisha pakubwa sana. Ila maisha ya mwanangu ni muhimu zaidi ya mtu yote kwa sasa. Stannis, yakumbuke hayo maneno yangu bwana. Basi Tamizogo alisisitiza yale maelezo yake. Alihitaji aheshimiwe kwa ukubwa, kwani hakutaka mtu yeyote aweze kuingilia jambo lile na kuweza kuharibu mipango ambayo aliamini kwa wakati ule ilikuwa ni lazima kuweza kuokoa maisha yake na ya mwanae. Msikilizaji, kaka wa Jennifer kaka wa Jennifer akapiga kwenye mshono. Kwa taarifa ambayo amempatia baba yake Kiran ni kwamba Kiran tayari kuna sumu ambayo amewekewa kwenye mwili wake, sindano ya sumu kapigwa, alafu sasa tunaweza tukaita kama nini, antidote ama tiba anayo yeye ya kuweza kumponesha, na kila baada ya miezi 3 inabidi awe anaenda kuchomwa hiyo sindano kwa ajili ya kupunguza makali ya hiyo sumu. Sasa baba anajikuta anaingia kwenye mtego wa kaka wa Jennifer kwa kuweza kuamrishwa kufanya maamuzi ya kumruhusu kijana wake aweze kumwoa Jennifer. Sasa je, kesho mzee atatangaza ndoa ama itakuwaje? Na akitangaza hali itakuwa vipi? Na je, wanaweza kufanikisha kumpata kaka wa Jennifer? Kwa sababu inaonekana huyu mwamba ni hatari vibaya mno. And of course, wewe kama baba sidhani kama ungeleta ukiburi wote na unampenda mwanao. Unajua tena wazazi ambao wanakuaga na katoto kamoja umeshaambiwa mtoto kapigwa sindano, unadhani utafanyaje? Tuendelee kusonga mbele msikilizaji, historia usiwe na haraka nayo. Tunakwenda taratibu, alafu mambo mazuri ambayo wewe unatamani kuyasikia yanaanza kuja mdogo mdogo, ama yatakuja hapo baadaye. Najua kuna wengi mnatamani kumsikia baba la baba mwenyewe. Yupo Kachila anaendelea kukusikilizia tu, wewe hapo kuwa na subra. Wala usiwe na haraka yote kwamba mbona sijamsikia baba la baba. Baba la baba yupo. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni Fabian Babuya, nami nilikusimulia ni Lucas Mbas. God be with you till we meet again. Bye bye.